Jamii, hebu tuambie mwaka 2001 kilitokea nini? 2011 mimi nilinunua shamba. Nilinunua shamba la marehemu Mkondia, na nilinunua kwa msimamizi wa mirathi ambaye pia ndio mtoto wa marehemu, mtoto mmoja wapo wa marehemu. Kwa hiyo huyu Flora ambaye ndio nimekuwa na mgogoro naye kwa kipindi chote hicho, aliposikia tu hizo habari kwamba shamba limeuzwa, akapeleka kesi baraza la kata kudai hilo eneo kwamba ni la kwake na mauziano yeye hajaridhia. Basi alishindwa kwa sababu kulikuwa na ushahidi. Shamba alikuuzwa usiku, liuzwa mchana. Sehemu kubwa ya familia ilishirikishwa, aliyeuza ni msimamizi wa mirathi na alikuja kutoa ushahidi. Kwa hiyo alishindwa. Lakini wakati anakuuzia alikuja kwa lugha gani? Kwa lugha ya? Wakati ananiuzia? Kweli ni swali zuri sana. Walikuwa na mkwamo wa kibajeti kwa ajili ya kufuatilia hiyo kesi ya mirathi. Walikuwa nafuatilia mirathi ya marehemu baba kwa sababu alikuwa mtumishi wa umma. Na wakati ulikuwa kufuatilia mirathi mpaka uje Dar es Salaam. PSSF. Sababu alikuwa kwenye hifadhi ya jamii ya mfuko wa PSSF. Kwa hiyo wakaomba waniuzie. Nilikataa mara ya kwanza, tena si mara moja, lakini wakanitafadhalisha kwamba hawana namna nyingine. Na walipeleka watu kadhaa. 1,000,000 wakati ule ilikuwa ni nyingi sana 2011. Watu wengi walikataa na kuona kwamba hilo eneo kwanza lina mikorosho michache. Mimi ndio niliongezea ikawa mingi. Hawakutaka kununua. Kwa hiyo baadaye, kwa sababu nilikuwa alifariki, nilikuwa namfahamu na baadhi ya familia yake, watoto wake na huyo Flora nilikuwa nawafahamu. Nikaona niwasaidie. Kwa hiyo alikuja kwa lugha hiyo na mimi nikakubali kununua hilo eneo. Ili baadaye msaada ukaweje sasa? Baada ya msaada sasa ndio ukaja kuwa kama nimenunua kesi. Kesi ambayo imeunguruma kwa zaidi ya miaka 15 mahakamani, mpaka ambapo msaada wa kisheria kutoka Wizara ya Katiba na Sheria ilipolifanyia kazi jambo hilo kwa muda mfupi na likawa limeisha. Kesi mlianza kwenye ngazi gani? Kesi ilianza kwenye ngazi ya baraza la kata. Ikapanda hivyo mpaka kwenye baraza la ardhi la wilaya. Na ikapanda mpaka kwenye mahakama kuu. Na mara ya mwisho limeishia kwenye hatua ya kukata rufaa kwenda mahakama ya rufaa, kutoka mahakama kuu kwenda mahakama ya rufaa. Na katika mwenendo wa kesi hali ilikuwaje? Ulikuwa unashinda ama unashindwa? Kama nilivyokuambia, kesi nilishinda baraza la kata, na baadaye kwenye mahakama ya ardhi ya wilaya nilishinda, na mahakama kuu hiyo kesi imesikilizwa na majaji 4. 3 wale wa kwanza nilishinda. Maana ilikuwa kila nikishinda napewa muda wa kukata rufaa, hakati rufaa, anapotea kabisa. Baada ya hapo sisi tunaamini kwamba jambo limekwisha, anaibuka tena na summons, wito wa mahakama kwamba anadai amedhulumiwa shamba na nini. Mnaitwa mimi mahakamani, naenda. Tunasikilizwa na jaji mwingine, nikashinda. Baada ya muda wa rufaa umepita, anaibuka tena. Kwa hiyo baadaye nikaitwa tena mahakamani, jaji wa 3, nikashinda. Sasa aliyebadilisha matokeo ni jaji wa mwisho huyu wa 4 huyu. Ilikuwaje mkafika Samia Legal Aid? Naam? Ilikuwaje mkafika kwenye msaidizi wa kisheria huu? Sasa yale matokeo ya mwisho mahakama kuu ya jaji huyu wa 4 huyu, Jaji Laltaika, alipompa yeye ushindi, mimi sikuridhika. Ndipo hapo sasa kwa kutumia wakili wangu nikakata rufaa kwenda mahakama ya rufaa. Ile shauri liende mahakama ya rufaa, nisikilizwe, nisaidiwe, na ikiwezekana niweze kupata angalau haki yangu, kwa sababu ni shamba ambalo nimeligharamia, nimelihudumia, nimelilinda kwa muda wa miaka 15. Leo ninakuja naambia kwamba nimpe eneo, nisirudishie chochote na nimlipe gharama za kesi. Wakati yeye ndiye alikuwa ananipeleka mimi mahakamani kila siku. Kwa sasa aliposikia hivyo kwamba mimi sijaridhika, ndio akaenda ofisi ya rais kulalamika. Actually naamini kwamba alikwenda kumuona rais.
Kwa hiyo rais ndio akashusha hilo shauri kwenye Wizara ya Katiba na Sheria, ambako kuna hiki kitengo cha msaada wa kisheria. Baada ya kuitwa wewe uliambiwa ile shauri, na mpaka sasa tuko hapa, uamuzi ambao umeuchukua ni upi sasa? Nilipoitwa na hiki chombo cha usuluhishi wa kesi wa ile shauri mgogoro, ndio niliitwa, lakini sikuja. Nilitakiwa nije Dodoma. Nikamwambia siwezi kuja kwa mtu ambaye simfahamu, naongea naye tu kwenye simu, ananiambia njoo Dodoma, siwezi kuja. Mimi sasa hivi ni mzee, ni mstaafu, nilikuwa mtumishi wa umma, nimestaafu sasa, siwezi kuja. Hilo shauri nalikubali, huo mgogoro nakubali kwamba upo, lakini mimi niko Masasi, shamba liko Masasi, mgogoro umeanzia Masasi, mimi niko Masasi, karibuni mkija mtanikuta. Kweli timu ikaja, wakanikuta Masasi, wakaja na Flora, kwa tukakaa ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji Masasi. Ndio pale sasa tukasuluhishwa na tukasaini hati ya maridhiano nje ya mahakama. Uamuzi ule uamua wewe? Mimi niliulizwa kwamba unaamua nini, nikaambia mimi naamua kumrejeshea shamba, anirudishie hiyo pesa ambayo nilinunua wakati ule. Si kwamba sijui thamani, isipokuwa nachagua amani kuliko mali. Kwa sasa hivi thamani yake ni shilingi ngapi? Kama milioni 40, kwa sababu kupata shamba la mikorosho ambayo inazaa sasa hivi eka moja ni si chini ya milioni 5. Milioni 4, milioni 5. Kwa hiyo ni kama milioni 40, ni eka 8 zile. Nime sacrifice. Kwa hiyo ukarudishwa milioni moja yako na 50,000. 50,000 nikamrejeshea shamba mbele ya timu ya usuluhishi na usaidizi wa timu ya mkuu wa wilaya na halmashauri ya wilaya Masasi. Pamoja na kurudisha shamba na hiyo fedha ambayo ulipewa ile ya thamani ile ukaacha milioni 40, lakini bado unatabasamu. Kwa nini unatabasamu? Mimi kwanza nathamini sana utu wangu kuliko kitu kingine chochote. Nathamini sana amani. Mimi ninaposumbuka na kesi, kwanza napoteza muda. Alafu si watu ambao tumezoea migogoro. Familia yangu pia ilikuwa haina utulivu. Kwa hiyo sasa mimi natabasamu kwa sababu nina amani, nina utulivu, na familia yangu imenielewa katika hilo. Sijajuta. Wewe ni Mtanzania, tunajua watu wengi wanapitia hizo changamoto. Labda unalipi la kusema kwa Watanzania hasa waliopo kwenye mashauri mengi mahakamani ambayo yamechukua muda mrefu? Mimi nashauri kwamba huu msaada wa kisheria ni chombo muhimu sana. Endapo watu wanakuwa na mgogoro, ni bora wasuluhishe mashauri yao nje ya mahakama kupitia msaada wa kisheria, kama hii programu itaendelea, na mimi napendekeza kwamba iendelee kama itakuwa hivyo. Lakini kesi mahakamani, kitu ambacho nimejifunza ni kwamba ziishi. Mrundikano mkubwa wa kesi mahakamani ni kwa sababu jambo linaisha, lakini baadaye mtu akirudi anapewa nafasi ya kusikilizwa. Mtu umepewa muda wa kukata rufaa, kwa mfano kesi imeisha, unapewa muda wa kukata rufaa. Halafu unapotea, huji kukata rufaa na utoi sababu yoyote. Baadaye unasingizia tu kama nilikuwa naumwa, au sijui nilisafiri, au sijui nilikuwa sina nauli. Unapewa nafasi ya kusikilizwa. Kwa hiyo kesi zinajirudia zile. Naona muda mwingi naweza kesi inaonekana mahakamani muda mrefu kwa sababu hiyo tu. Kwa hiyo nadhani kwamba kwanza, lakini pia napendekeza kwamba elimu hii ya msaada wa kisheria wa kusuluhisha migogoro ya ardhi na mingine ya aina hiyo nje ya mahakama itolewe kwa wananchi, watu waelewe. Mimi nilikuwa sina habari mpaka pale nilipopigiwa simu kwamba kuna kitu kinaitwa msaada wa kisheria. Nilikuwa naona kwenye mitandao watu wamevaa jezi imeandikwa Mama Samia Legal Aid campaign, lakini nilikuwa sielewi nafanyaje kazi, na wasaidia watu gani, na watu wanawafikiaje hao watu, hicho chombo. Kwa hiyo nafikiri elimu itolewe ili watu wengi waweze kunufaika na chombo kama ambavyo mimi nimenufaika. Na mimi natamani kufahamu kitu kimoja tu, kwa sababu kesi kwa miaka yote hiyo, huo mgogoro ni kwamba lazima ushirikishe familia. Sasa ile kipindi unakwenda wewe kusema unaachia wale ambao pia walikuwa ni waathirika sema familia yako, ilikuwaje? Mtoto wangu niliyemzaa mwenyewe nilikuwa naye kwenye meza ya usuluhishi, lakini pia nilipoenda kukabidhi shamba, mke wangu anafahamu kila hatua, hakuna nilichomficha. Na ndio maana kwangu ilikuwa ni rahisi kuamua hivyo, wala siku sita, kwa sababu
familia yangu nayo iliridhia. Mimi Mwenyezi Mungu na mke wangu ametujalia watoto wawili, wa kike wa kwanza ambaye ana umri wa miaka 35 na wa kiume wa pili na wa mwisho ambaye ana umri wa miaka 28. Wote ni wasomi wa chuo kikuu. Kwa hiyo wanauelewa huu mgogoro vizuri sana kuanzia mwanzo, na niliwashirikisha katika kila hatua. Ingawa najua nilikuwa naingia gharama ya kulipa mawakili, kusafiri mimi mwenyewe, lakini mwisho wa siku nilipoambiwa kwamba hili swala naenda kulimaliza kwa utaratibu huu, walinielewa na hakuna aliyenilaumu kati yao. Nataka Watanzania wenye moyo kama wa huyu mzee wetu hapa. Yeye alikuwa na kesi, akaamua tu kesi aifute na arudishe shamba, aishi kwa amani yake. Lakini leo amani imekuwa kubwa zaidi kwa sababu mzee unaondoka na kitita cha milioni 15. Hongera sana. Asante sana, nashukuru. Na ninakuombea wewe na timu mzima ya Wizara ya Katiba na Sheria. Asante sana. Pamoja na Mheshimiwa Rais, muendelee kutuhudumia. Asante sana. Mwenyezi Mungu awape afya na uhai. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.